Wacha kuta mantetere, mbona bado unanitolea macho mzukulu wangu? Ni nini ujielewa hapo? Mimi nimekuelewa vizuri sana mtaalamu, tokea mwanzo unaanza mpaka mwisho unamaliza. Lakini mimi nitamini vipi sasa kuwa hii migado yako imefanya hapa tayari ndio umenipatia nguvu, niko na uwezo nitamini vipi yani? Maana kila kitu lazima ujaribu. Ama nianze na wewe mtaalamu, nijaribu na wewe? God have mercy upon us. Wewe kibonge mayele, kifua kama makali ya mtoto. Acha kunitolea macho mimi. Kama unajisaidia haja mapera hapa. Nimekuuliza nitajuaje hii? Hivi kweli wewe ni mganga? Ni mtaalamu wewe? Ama tu ni wale matapeli? Hivi nataka kusema hutaki kutajiri mpaka wewe unasaidia watu wakatajirike? Ama unataka tuliweko mtaani tusemekane sisi tuna banyeti ili hali wewe uko hapa tuna enjoy? Wewe ni mganga kweli? Mimi naona nikuguse tu. Kiwalo naliwe. Wacha kuta mantetere, usifanye hivyo mzukulu wangu. Kama vile nilikwambia, haya mashati nilikupatia yanaendana kulingana na nguvu zenye nimekupatia. Endapo utavunja miko ya haya mashati, basi kama vile nilikwambia, hatimaye nyeti zako zitamia kwangu mzukulu wangu, na utapata tabu sana. Mtoto akililia kiwembe mpe, lakini mimi nakuonya mzukulu wangu, usifanye hivyo. Fuata mashati, nadhani sasa tumemalizana. Unaweza kwenda mzukulu wangu. Wapi? Unanitepa eti? Mzee, wajaribu kunitisha? Unaniuzia woga? Wewe shiwaini kweli. Mimi hapana kuogopa. Hapa ogopi mtu hapa. Sikogopi mzee. Usinitishe ukaona nitanywea eti kirahisi hivi. Hamna yo. Hapa ngwadu kwa ngwadu. Ni mbaya. Wewe mzee kwa vipi? Kwani ulikuwa serious? Maana tu mbukusabege hivi. Nasikia nywe kwenye eti zangu Kibaridi si kibaridi, joto si joto. Vipi kwani wewe umenifanya nini? Kwani ulikuwa serious kweli wewe? Mzukulu wangu, nilikuonya lakini haukunisikia. Hatimaye umeiona ya mwana. Si ulikuwa unajifanya shababe. Sasa angalia nyeti zako, halafu utanipa majibu. Yesu na Maria, wewe mtaalamu wewe. Hebu kwa na roho huruma basi. Ndio nini sasa hivi kunifanyia hivi mtoto mzazi mwenzio mie? Unanidhalilisha wewe. Sasa ndio nini hivi yani? Imagine kama kibamia yani kinaanza kumea. Wewe mtaalamu wewe, ndio ni huruma mwenzio. Kuta mantetere, sasa hiyo ndo dawa ya watu jeuri na kibri kama wewe. Sasa hapo nenda mtani. Venye ulikuwa unataka utajiri, saa hii imegawanyika mara mbili. Maana kama nyeti moja ilikuwa inakupatia milioni 1, basi saa hii utapata 500,000. Halafu hiyo nyingine itaenda kwa nyeti zako. Kwa hiyo demo unagusa watu wengi, ndio demo huku utajiri unapata, huku nyeti yako inarudi. Hiyo ndo adhabu ninayokupatia, maana umekeuka mashati na kunigusa mimi mtaalamu. Sasa nenda, hicho ndio chukua unakitaka. Donjo semie mwana kule find mwana kule geti. Ndo nini sasa? Si ningetulia tu kufuata masharti na hatimaye tu ningekuwa napata utajiri peke yake. Ona sasa, mission ni 2, kupata utajiri na kurudisha nyeti yangu. Dadeki mtaalamu. Basi tufanye ilikuwa mtani, niondolee hii nyeti, angalau niwe nikigusa mtu napata utajiri tu peke yake. Wacha kuta matetere, kijana mzukulu wangu. Mizimu haitaniwi, sio kinyonge futani mzimu alafu naomba msamaha. Hapana hiyo. Ondoka kijana, kabla sijageuza mchele na nupikie mizimu wale. Sepa, ondoka kijana, hilo ndio nilikuwa nataka. Karibu sana HB wangu. Hansamba wa dunia. Karibu sana. Mimi ndio kibibi cha 2000, ama ukipenda
Hansi boy, karibu sana fuda langu. Karibu my sweetheart, my love. Karibu sana nyumbani kwangu. Hapa kweli kazi ipo. Yaani tunaipenda pesa lakini tunaiona ya mwana. Kibibi cha 2000 ama Hansi boy kama vile nataka kuitwa. Kwa kweli mimi niko tayari, niko ngangari kabisa. Nimejiandaa kimwili, kisaikolojia na kila kitu kwa mtanange mechi kivumbi chenye mmenitia. Lakini je, pesa dau tayari liko mezani ama tumalize shughuli then upande wa pesa tuanze kubabaishana? Niahidi kabisa hilo kabla sijaanza kazi yangu. Futa langu. HB wangu, ondoa wasiwasi kabisa kwa hilo. Mimi huwa sina pambamba kwenye upande wa malipo. Wewe ifanye kazi yako kwa uadilifu. Chapa shughuli, chapa mbungo mpaka ichanganyikiwe. Halafu uone mimi kama nitakuzungusha. Mimi niko na pesa, mimi niko na mawe, niko na sasampa mimi. Usinichukulie poa. Kwa hiyo ifanye kazi yako. Mpunga uko tayari mezani. HB, fanya kazi yako kwa weledi. Sawa kibibi, mimi ni mtu wa kazi. Umenipa kazi, acha nifanye kazi, maana sasa cha kazi wakati sina kazi. So acha nipige kazi. God have mercy upon us. Nadhani kwa sasa nikianza kukuita kijana mdogo mwenye pesa mingi, nitakuwa sitoki nje ya line. Nitakuwa niko mule tu yani. Kina Deuji, matajiri, kina Mo. Au unasemaje kijana mdogo mwenye pesa mingi? Kina Chef Godlove. Maana nadhani umepatiwa mashati mepesi kabisa, nikitonga ukaenjoy. Maana siko tulivu wao wenye nakuona nao. Wewe bwata tu topoka, niite vintanita Chief Godlove, sijui nani unite nani, hata ukanita Mwijaku hakuna shida. Maana hujui ni nini chenye kimetokea kwa ule mtaalamu. Bro, mimi wakutishiwa mimi kugeuza mchele. I say, mashini yangu mjegeje wangu nilikuwa nao. Sasa nikibamia tu chenye kiko yani, kitu tu kadogo yani. Bro, wewe hujui tu. Ndio unaniita majina ajabu. Eti kijana mdogo mwenye pesa mingi. Mimi toka wapi hizo pesa? Maisha yenyewe magumu kweli yani. Tena unaniambia mimi sijui bro yani niache kabisa nitulize kichwa changu. Na hisi yani kuna hasira kibao tu. Sije nikakutolea wewe. Kwa hiyo bro nakuomba tu niache yani. Niache nitulize kwa mwili wangu mimi. Why don't you say? Imekuwaje kwani? Maana mimi nilikupeleka pale kwa mtaalamu akupe siri ya mafanikio, akupe utajiri. How come unasema alikuwa anataka kugeuza mchele? Au kugeuza mchele ili iweje yani? Kwa kosa gani ulilofanya? Halafu mjegeje unayeyuka vipi paka unakuwa na kibamia? Bro, kuna kitu umemfanyia ile mtaalamu ndio manaka ya kao hayo. Umemfanya nini? Kiherehere ndugu yangu. Ujuaji mwingi umeniponza mie. Maana yule mzee alinyoka kabisa, akanipatia mashati yake. Japokuwa alikuwa ni magumu lakini hakuwa na shida. Ila mimi kiherehere kutaka kujua mingi. Sinikaya bananga. Ona sasa. Umeyabananga kivipi na kwa nini? Embo acha kona. Nyosha maelezo mkuelewe. Nijue nakusaidia vipi. God have mercy upon us. Vipi kibibi cha 2000 ama Hansi boy kama vile nataka kuitwa? Je, umeielewa show ama turudi tena ndichi tukaperform tena? Tukaperform tena? Ukaperform wewe na nani? Kuperform hiyo? Umepania kunitoa kizazi wiki jana au nini? Ila nasuma kwa wewe. Kwa maana hiyo umeelewa show
au sio? Hakuna haja ya rematch kama ya mbavu na majembe, si ndo manake? Haswa, nimeelewa sana show yako. Kwa hiyo haina haja ya rematch hapa. Upupi wote umenisha, upwiru wote umenisha. Kwa hiyo kijana, pesa yako nimekurudishia kwa simu, na naona sasa hivi unaweza kuondoka. Basi shega kibebi, mimi niko 24 hours, huduma yangu inapatikana na namba yangu uko nao. Anytime ukinitaka, just holler at me. Mimi kama vipi, acha nikavae nguo zangu restroom huko, nisepe zangu. Wewe ukinimisi utanicheki, au sio? Sawa sawa kijana, Yashibi wangu, handsome boy wa dunia. Kama vipi nikikumisi, nitakuhala tu kwa vile umesema. Kwa heri. Acha tu nisiwe na kuna mingi, nikueleze kilichonisibu. Nilipofika pale, mimi nyoka tu, nikamweleza sita zangu, akanielewa, lakini akasema kila kitu kizuri kinakuja na gharama. Kwa hiyo kuna masharti, kama utayaweza basi itakuwa sawa. Nikamwambia kama vipi umeniona nimetimba hapa, basi nimejiandaa kwa kila kitu mimi, kwa hiyo nipe masharti. Mzee akasema masharti yako yatakuwa magumu, lakini ukitekeleza itakuwa rahisi tu. Wewe masharti yako, nenda mtaani, ukishika mtu bega ama kumsalimia, nyeti zake zitapotea, na sio kwa utabaki nazo wewe, no, sitakuja kwangu direct. Na the more utakuwa na gusa watu wengi, ndio the more utajiri utakuwa unaongezeka. Mimi kwa ujuaji wangu nami nikasema basi nitajua vipi mimi hizi nguvu zenye umenipatia zinafanya kazi? Nikalazimisha nimshike bega yule mzee. Kilichonipata aisee, aibu naona mie. God have mercy upon us. Ikawaje sasa ulipomshika bega? Yaani nilipomshika bega tu hivi nasikia nywi kwenye nyeti zangu, yani kama navutwa yani. Mara nasikia joto lisilo la kawaida, mara nasikia baridi mchanganyiko. Nikawa sasa sielewi, nikamuuliza vipi, kwani mtaalamu umenifanya nini, mbona sielewelewi? Anasema hicho ndicho unastahili, maana unapenda sana kujaribu mizimu. Sasa kimekulamba. Naangalia nyeti zangu hivi, hamna kitu. Mjegeje umeenda baba, yani baki na kibamia tu, kadude kadogo kabisa yani. Najaribu kumbembeleza, vipi sasa mtaalamu, tufanye kwa mtani basi uniregeshee. Anasema haiwezekani hiyo. Kwa hiyo sasa akamwa vipi? Akamwoishi bila nyeti ama alikupatia masharti mengine? Yeye alichosema nyeti itarudi, lakini kwa masharti. Yaani vile nilikuwa nikishika mtu bega napata utajiri, labda mtu nyeta mtu mmoja napata kama milioni 10 hivi. Basi itabidi nipate milioni 5, hiyo ingine itakuwa kwa nyeti. Sasa nikigusa mtu bega, nikichukua nyeti yake, huku inamia kidogo na huku napata utajiri kidogo. Kwa hiyo ndio adhabu yani. Instead ya kuwa na mission moja, sasa zimekuwa 2, kuregesha nyeti yangu na kupata utajiri. Pole sana mshikaji wangu, ila yote ile ataka wewe, maana ungemsikiliza mzee hayangekuwa yote hayo, ila hakuna kilichoharibika. Kama vipi wewe piga mission, kama vipi uone kama itakuwaje, au sio? Sawa Pablo mshikaji wangu, asante sana kwa kunitambulisha kwa huyu mtaalamu. Basi kama vipi, acha nitoke zangu nianze zangu hizi mission mimi, maana ni ngumu. Ila sasa tutafanyaje? Si utajiri tunautaka, basi acha nikapambane bro. Sawa bro, all the best. Ama kweli wanaume tuliambiwa tutatafuta kwa jasho, na sasa huku na kutafuta yani. Yaani mshangazi umenizidi umri kama mara 2 mara 3, lakini tunafunika sura, tunachapa shuli ili mradi sasampa makoto tuyapate. Kweli nani hata kwa Mungu sidhani kama inaruhusiwa, inakubalika hii. Ila tutafanyaje sasa? Sisi tunataka pesa.
itabidi tu tupige shughuli. Huyu vipi tena? Ama pia yeye atakuwa anatafuta nyeti za watu nini? Maana naona anaongea peke yake tu. Ila acha nimfuate, nimjaribu. Huenda akawa tu hana hizo mambo za kutafuta nyeti. Nimjaribu kama vipi awe first target yangu huyu. Acha nimsongelee. Sasa sijui ni mwanze na gani yule mshikaji. Maana nilienda pale naisha mkono atakamshika bega hivi anjaze enzi, kumbe anajua kabisa hizi stories za kwa kuna watu wanachukua nyeti za watu. Itakuwaje sasa? Acha nikaanze tena na ugomvi, alafu baadaye nikimwomba msamaha itakuwa nafasi poa sana ya kumshika bega. Shua hii ni wewe Kiprumundu. Ulikuwa unakimbia na pesa zangu, ulikuwa unataka kushika. Shua hii ni wewe kiko wapi sasa Pablo? Si ulikuwa unataka kushika. Leo vipi unataka kujitetea sasa? Pablo vipi bro? Kwani tunafahamiana mimi na wewe? Maana mimi si tu Pablo, mimi naitwa Jay. Sasa vipi bro, unakuja tayari unaanza kunilatua makofi vipi? Kwani mimi tunagovi na wewe au umenifananisha? Maana mimi sio Pablo, mimi naitwa Jay bro. Vipi wewe? Nini wewe? Siwai ni wewe sasa umejigeuza na jina eti so wewe sio Pablo, unajita Jay. Jay gani? Jay Melody ama Jay nani? Wewe vipi bro? Yaani pesa yangu uchukue na afu watakuzungusha hapa. Jaribu kwa muelewa basi bro. Mimi nimekwambia siitwi Pablo, mimi naitwa Jay. Vipi bro? Mbona unanilazimisha jina lenye silangu? Pesa tukakutana wapi mimi na mpaka nikachukua pesa yako bro? Mimi sio mtu mwenye unajaribu kumtafuta. Mimi naitwa Jay, sio Pablo. Tafuta Pablo kwenye yuko, mpigane, mtafanya nini? Sio mimi. Wewe bro, kwa hiyo unajaribu kuniambia nini? Wewe sio Pablo kabisa? Ama ni prank unanichezea bro, lakini uende na pesa yangu sio? Maana umefanana kabisa, yani sema tu yeye hizi pamba zinapiga wewe hapigi, lakini muonekano ni huo kabisa. Kwa hiyo bro, nataka kuniambia wewe sio Pablo. Hata kama una kichwa kigumu, akili yako ni bumbumbu, kuwa muelewa basi. Maana mimi nimekwambia tangu kitambo, mimi sio Pablo, naitwa Jay. Mbona sasa tunakosa kuelewana mahali padogo tu? Basi pole bro, maana nilivyokuona nikajua ni Pablo na nilikuwa na hamu naye sana. Maana alichukua kibunda changu huyo akasepa nacho. So nilipomuona nikaona tu nitoe hasira, kumbe sio yeye, ni wewe Jay. Pole bro, mimi sikuwa na dhamira ya kuwa nikupige, lakini kwa kweli nilikuwa na hasira na Pablo. Ikaona tu nisitoe, lakini pole bro, sisi ni binadamu, kwa hiyo naomba tu unisamehe. Unyama, mimi nimekusamehe, maana sina shida na wewe, lakini nakuomba sana bro, hili lisijirudie kabisa kwangu wala kwa mwingine, maana utaumia bro. Asante sana bro kwa kukubali kula peace na mimi. Though nimekupiga kofi, lakini pole sana. Basi naomba tu shake hands, yani tusalimiane kwa ishara ya kuwa tumesameheana na kila kitu kimepita. Wewe kijana, umenifanyia nini kwani? Mbona tu kusalimiana na wewe nasikia mwili wangu unasimuka kibaridi, nasikia nywi kwenye sehemu zangu za siri. Umenifanyia nini kwani kijana? Kufanya nini? Mbona bado hujasema? Bro, mimi sikuelewi kabisa unamaanisha nini. Muangalie hizo sehemu zako za siri. Mtume, toba roho yangu mie. Na round hii hiti zangu hamna. Ina maana huyu kijana mdogo kama hivi ni mwizi wa nyeti. Ya Rabbi mie, tafanya nini tena mimi na kibamia hiki? Maana ndo kashasepa sasa. Tampata wapi huyu kijana mie arudishe nyeti zangu? Sasa nitaishije mie Jay? Maana huku mjini nilikuwa nimefanya kiuno changu kama msingi. Leo hii na kaharagwe tu kakibamia kakiasi kadogo haka. Nitafanya nini mshangazi mimi? Maana ilikuwa nakubalisho yangu, lakini kwa kibamia hiki
Nitaishije sasa mie je hapa mjini? Vijana wengine wanakuja kwenye maisha yako tu kukuharibia. Nitaishije sasa mie?